Ukiwataja makocha wakubwa maarufu na wenye historia kubwa ni Nasreddine Nabi. Ni miongoni mwa makocha ambao wametengeneza miundombinu na wamefanya vitu vikubwa sana katika virabu vya soka. Nasreddine Nabi, kama nakumbuka, msimu ambao yuko klabuni Yanga aliweza kufanya makubwa mengi na kutengeneza historia, lakini kuiacha Yanga ikiwa kwenye hatua za kimsingi na za muhimu sana. Sasa ameweza kuongea na kutia neno kuhusiana na masuala mbalimbali ya kisoka ambayo yamekuwa yakijadiliwa huko mitandaoni na ambayo sasa hivi yana trendi kweli. Swala kubwa ni kuhusiana na timu ya Simba kuonekana kutoweza kupambana kuchukua pointi katika hatua ya kuweza kuvuka haya makundi ambayo katika michuano ya CAF sasa hivi yamekuwa yamepangwa. Kundi la Yanga, ukitazama Yanga tayari kule amesha kuwa kinara, top namba 2 yani, lakini kwa Simba ni wa pili kutoka mwisho. Kwa hiyo jambo hili limeonekana kwamba kuwa lina hatari kubwa ndani yake ya Simba. Huenda wakiteleza itakuwa ndo bye bye, ndo basi tena watayaga mashindano haya ya CAF. Na yote hii ni kulingana na jinsi ambavyo miundombinu, lakini pia na uchezaji na hata mifumo ya wachezaji wanapokuwa uwanjani kuwa ni tofauti. Washabiki wamekuwa kilalamika kwamba Simba kumekuwa na finishing iliyopungua ubora, kwa sababu mwanzoni kulikuwa kuna ubora mzuri kabisa kwenye upande wa finishing, lakini sasa hivi kwenye upande wa finishing yani ya umaliziaji, nafasi kule zinakuwa zinatengenezwa nyingi, lakini watu wa Simba ama wachezaji wamekuwa wakikosa, na ndio maana mashabiki wamekuwa wakilalamika mno kwa hiki ambacho sasa hivi kimekuwa kikiendelea klabuni Simba. Sasa mimi nikwambie tu kwamba kocha Nabi ameongea mengi na kuweka bayana jinsi ambavyo amechambua ni hekima kubwa kwanza, lakini namna ambavyo amerekebisha na kuwatoa hofu mashabiki kwamba virabu vya soka vingi vimekuwa katika nafasi na vinapitia changamoto mbalimbali, na hiyo yote ni kutokana na either changamoto za kiufundi ama kibinadamu ambazo huwa zinatokea kwa timu yoyote. Hivyo basi kwa klabu ya Simba kuweza kushuka sasa hivi si jambo la kustaajabisha, lakini kunatakiwa kuwepo na misingi ama na mambo ya kuzingatiwa kwamba viongozi pamoja na wachezaji wakae, wapange na kuangalia nini tatizo ili waweze kuondoa malalamiko pamoja na kuirudisha timu kwenye heshima yake kubwa. Huu ni ushauri, lakini pia ni nafasi ambayo timu ya Simba inatakiwa ichukue kwa ushauri huu mkubwa ambao imeweza kupata.